Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Jana tulikuwa na mzee Cosmas Chidumule na aliondoka jana kwa siku mbili, na leo tuko na mchungaji Yusto pamoja na Paranjo Brothers na ndugu yetu Boaz na mke wake, na tutakuwa nao mpaka kesho tena, alafu tuone kile ambacho Bwana atakifanya. Mungu wetu apewe sifa sana. Lakini pia nishukuru kwa wewe ambaye umefika jioni ya leo. Mgeukie jirani yako, mwambie wewe ni mtu wa thamani sana sana. Amen, amen. Unajua Mungu huwa anashuka kwenye kusifu na kuabudu, si ndio jamani Mungu anashuka, anatutembelea, anatuponya kila kitu tulicho nacho. Unapokuja kwenye neno la Mungu ni kama kuthibitisha tu, lakini naamini kabisa wewe uliyekuwa mahali hapa, tukiendelea kama tulivyoanza tangu juzi, jana mpaka Jumapili, utakuwa vile ulivyokuwa. Asanteni sana wachungaji ambao umefika, asanteni sana wapiga vyombo, Bwana wabariki sana. Na dakika 30 za kuleta ujumbe wa neno la Mungu, ninaamini Mungu atakubarikia. Tulikuwa tumesema tunamaliza huu mwaka kwa neema, alafu tunaingia mwaka 2026 kwa maono na utekelezaji. Na nimekuwa nikifundisha tangu juzi namna ya kutembea kinabii na kiufunuo. Huo ndio ujumbe ambao nimekuwa nikifundisha. Kwa hiyo nitafundisha kwa hizi dakika 30, alafu kesho tena Mungu akitupa neema tutaendelea. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa kwanza, alafu ule mstari wa 19. Biblia inasema hivi, waraka wa pili wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 19, nitasoma na mstari wa 20. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, mkijua neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko uliotafsiriwa kama apendavyo mtu fulani tu, bali unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Tunaishi kinabii na kiufunuo. Nilisema ili uweze kufanikiwa katika maisha yako ya kiroho 2026, ishi kinabii na ishi kiufunuo. Tumesoma mstari huo unazungumzia habari za unabii. Sitakaa sana hapo, lakini nataka kusema neno la unabii ni ufunuo wa Mungu kupitia maandiko matakatifu. Tunaposema neno la unabii, tunazungumza ni ufunuo wa Mungu kupitia maandiko matakatifu. Na mstari tuliousoma wa 19 una vipengele vingi, mimi nimeweka vitano. Kipengele cha kwanza kinasema hivi, lililo imara zaidi. Mstari ule wa 19 unasema nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Kwa hiyo nimeweka hicho kipengele cha kwanza kinachosema lililo imara zaidi. Lakini kipengele cha pili kinasema hivi, tukiliangalia. Hilo neno tukiliangalia, tukiliangalia. Kipengele cha tatu kinasema ni kama taa ing'aayo penye giza, kama taa ing'aayo penye giza. Kipengele cha 4 ni mpaka kutakapopambazuka, mpaka kutakapopambazuka. Kipengele cha 5 na cha mwisho, nyota ya asubuhi izuke mioyoni mwenu. Kwa hiyo ukisoma hilo andiko au mstari unaonyesha vipengele vitano vya muhimu sana. Na sisi tulisema, tumejifunza kwenye hii semina, tunataka tuendelee kuishi kinabii na kiufunuo. Wale ambao tulikuwepo juzi na jana, tulisema hivi jana kwa habari ya Christmas jana, mamajusi waliishi kiufunuo kwa sababu walikuwa wamesikia neno la unabii ya kwamba kuna nyota itatokea mashariki ya kati, mashariki, na wao wakakaa na hilo neno, wakakaa nalo kinabii, na wakawa wanaishi katika lile neno, na baadaye walipoiona ile nyota wakakumbuka, wakaenda. Tulisema jana hata walipoipoteza ile nyota ilibidi waende kwa mfalme
ili waulizie kama kuna uhakika wa hayo mambo. Na walipoulizia kwa mfalme, Biblia inasema mfalme naye akawauliza wazee na makuhani, watu ambao wanajua hizi siri. Alipowauliza wakaambia, ni kweli imeandikwa katika Bethlehemu, wewe si mdogo, katikati atatoka mjumbe. Kwa hiyo nikasema ukiishi kinabii na kiufunuo, maana yake wewe unatembea na maandiko matakatifu, unatembea na neno la Mungu. Ukitaka ufanikiwe 2026, tembea na neno la Mungu. Unapotembea na neno la Mungu na kuliamini, ndivyo linavyokuwa. Kwa wale mliokuwepo jana, nikawaambia hata watu walioonekana ni wa kawaida, sio watu wa imani, ila walikuwa wanaishi kinabii, walikuwa wanaishi na neno. Nikawaambia Yesu alikutana na mwanamke Msamaria ambaye alikuwa ni mwanamke muovu kabisa. Yesu akamwambia, mama, naomba nipe maji mimi ninywe. Yule mama kwa sababu anaishi kinabii akamwambia Yesu, akimtazama kwa kuwa ni Myahudi, akamwambia, wewe bwana, una taarifa, hujui ya kwamba Wayahudi na Wasamaria huwa hawachangamani? Si unaona, ukiishi kinabii una lile neno la unabii lililo imara zaidi. Una neno la kinabii lililo imara ambalo ukilitamka lile neno linafanya nini? Lina nguvu. Tutaangalia hapo kama muda utaruhusu, ya kwamba neno la Mungu li hai, lina nguvu, lina ukali zaidi ya upanga ukatao kuwili, linagawanya, linatambua kila kitenda, ni jepesi, linajua mpaka mawazo. Sasa ukiwa unakaa na neno la Mungu, ndio kuishi kiunabii, ndio kuishi kiufunuo. Haki zako zote zinakuwa ndani ya hilo neno. Yesu akamwambia, mama, kama ungelijua anayetaka maji kwako, ungelimwomba hayo maji, usije ukanywa hapa tena. Yule mwanamke akashangaa, akamwona huyu jamaa na mimi na neno la kuniambia, akamwambia, sikiliza bwana, hiki kisima chenyewe kirefu, halafu wewe una kitu cha kutekea, hayo maji umeyapata wapi? Unaona eh? Yesu akamwendelea akamwambia, anayekunywa maji haya ataona kiu, lakini yule atakaye kunywa maji nitakayompa mimi, yale maji atabubujikia ndani yake uzima wa milele, hataona kiu milele. Yule mwanamke akasema, kama ni hivyo basi naomba unipe hayo maji. Unajua, mtu anaishi kinabii ana neno la utayari ndani yake, ana neno la kuelewa. Kama tunapoabudu, tunapomsifu Mungu, hapa humuoni Palanjo, hapa humuoni Yusto, hapa humuoni Boazi, unamuona Mungu katika Roho Mtakatifu akishuka ndani yako. Hayo ndio maisha ya kinabii, hayo ndio maisha ya kutembea pamoja na neno la Mungu. Yesu yule mama aliposikia akasema, basi kama ni hivyo nipe hayo maji ninywe. Maana sikiliza bwana, hapa mahali mzee Yakobo alikunywa maji na wanyama wake, na sisi tuliambiwa huko Yerusalemu kuna mahali pa kuabudia. Wakaongea pale. Yesu akasema, sawa mama, sasa kama unataka maji sitakupa peke yako, nenda kamuite mume wako. Yule mwanamke akasema, mimi sina mume, niko peke yangu. Yesu akamwambia, mama, umejibu vema, huna mume, maana una wanaume wangapi? 5, na huyo uliye naye si wa kwako. Yule mama akasema, tumesikia ya kwamba atakuja nabii hata tuambia kila kitu. Akaambiwa, huyu unayezungumza naye ndiye. Mama akaacha mtungi, akaingia mjini kwenda kuhubiri habari za Yesu Kristo. Ukiishi kinabii unatembea na neno la Mungu, na unabii tunaozungumza hapa ni ule unabii wa kweli ambao wewe na mimi tunakuwa nao. Mwandishi wa kitabu hiki Petro, imeandikwa waraka wa pili wa Petro kwa watu wote, anasema, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Neno la Mungu ni neno lililo imara zaidi. Neno la Mungu li imara, ni zaidi ya maono, ni zaidi ya hisia, ni zaidi ya ndoto. Maana neno la Mungu ni neno la kuaminika, ni zaidi ya kitu chochote kile. Anaposema lile neno ni imara, anataka wewe ujue hilo neno ni nani. Unapozungumza kwamba hilo neno ni imara, neno ni nani? Mwandishi wa kitabu cha Yohana 1:1-3 anasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, huyo neno akafanyika mwili, huyo neno akakaa kwetu. Huyo neno ndiye aliyefanya kila kitu, pasipo yeye hakuna chochote kilichoweza kufanyika. Haleluya! Neno imara lenye nguvu na uwezo si lingine, ni Yesu Kristo, simba wa kabila la Yudea. Ukiwa na neno ndani yako, ukiwa na Kristo ndani yako, nataka nikutangazie, hata kama dunia inawayawaya, hata kama kuna watu wanataka kuandamana, hata kama kuna watu wanataka kuchoma Tanzania, wewe ukiwa na neno una amani ndani yako. Neno ni tamaa, neno ni imara, neno ni utulivu. Haleluya!
Neno imara. Ukiwa na neno imara ushindwi popote. Kumbuka neno ni nani? Ni Kristo Yesu. Na wewe ukiwa na Yesu ndani yako una kitu imara. Jana niliwaeleza habari za shuhuda ambazo Mungu amenipitisha kwazo, na ninajua, sikiliza nikwambie, kufa mwanadamu atakufa na nitakufa, lakini kabla ya kufa, kwa nini upo? Muulize jirani yako, kwa nini upo? Haupo kwa bahati mbaya. Yaani wewe hauko kwa bahati mbaya. Mwambie jirani yako, nitazame hivi Januari utanishangaa. Mungu wetu apewe sifa. Yaani kwa neno tunaishi, kwa neno tunatembea. Jana nilisema hatutaishi kwa mkate, ila katika kila neno linalotoka katika kinywa cha nani? Kinywa cha Mungu. Kwa hiyo neno lenyewe ni uzima, na neno linaleta afya, neno linaleta matumaini, neno hili ni imara. Wakati Yesu amefunga siku 40, shetani akamjia. Wakati Yesu anaona njaa katika mwili wa kawaida, akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza hayo mawe yawe mkate. Yesu akamtazama, akajua huyu anahitaji neno, akampiga neno mtu hataishi kwa mkate tu, ila katika kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Shetani akaangalia, akaona huyu bwana, akabia sasa, akamchukua, akampandisha juu, akamwonyesha miliki yote ya duniani kwenye mnara kwa juu, akamwambia jitupe chini, maana yule nyaya alikuwa na neno naye. Unaona, neno ni imara kabisa. Akamwambia hivi, maana imeandikwa, atakuagizia malaika wakudake. Na Yesu akajua hapa kabisa, anaweza nikashuka malaika wakanidaka, lakini akagundua huu sio wakati wa kushuka ili malaika wanidake. Ukiwa na neno la kinabii, lile neno linakupa hekima, linakupa ufahamu, linakupa kuelewa mambo. Yaani utaweza kuingia kwenye kosa lingine ambalo unagundua hili silo, ukalichukulia tu kama neno tu kaenda ukajiingiza. Lazima unakuwa makini. Lile neno linakupa hekima, linakupa uelewa, linakupa maarifa. Mwandishi mmoja anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Kwa kukosa maarifa. Nilikuwa nafundisha mahali fulani, nikasema hivi, kwa nini Mungu anamwambia Yesu akiwa mtoto mchanga, anamwambia Yosefu na Mariamu, mchukue mtoto mkimbie naye wapi? Misri. Maana kuna watu wanataka kumuua nani? Mtoto. Maana yake Mungu anaogopa. Kuna ndugu zangu fulani wakitafsiri wanasema, Mungu gani anayekimbia? Ni muoga huyo. Ile ni hekima Mungu anatuonyesha sisi, kuna wakati wa kukimbia. Nasema kuna wakati wa kukimbia. Kuna wakati fulani Biblia inasema Yesu akataka kumkamata ili wamuue, imeandikwa akajificha hekaluni. Sasa anajifichaje? Yesu hana nguvu, hana uwezo. Hili ndio neno linatusaidia. Na wakati mwingine unaweza ukajificha, usijitokeze tu kienyeji, utakufa kabla ya wakati wako, kwa sababu Biblia inasema kwa nini ufe kabla ya wakati wako. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu akamwambia usimjaribu Bwana Mungu wako, kwa sababu alikuwa na neno la kumwambia usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani akaona hapa haitoshi, akamchukua, akampilisha miliki zote kwa dakika. Akamwambia hivi, huwa nampa mtu yoyote ambaye akinisujudia ninampatia. Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, msujudie Bwana Mungu wako, mwabudu yeye peke yake. Kwa hiyo hili neno ni imara. Wewe unayeandika, tafadhali utaandika Waebrania 4:12 mstari ambao nimeusema, alafu utaandika Isaya 40 mstari wa 8, kuangalia uimara wa neno. Neno hili tunalolisema, hili ni neno imara, halijawahi kutikisika hata siku moja, halijawahi kukwama. Vile Mungu alivyosema ndivyo anavyotenda. Neno liko imara. Imeandikwa hivi, neno la Mungu limehakikishwa ni ngao yao wamchao. Haleluya. Yaani hili neno limehakikishwa ni ngao yao wamchao. Ukiwa na hili neno, kuna wakati tu unaweza ukawa bado hujaelewa sawa sawa, na Mungu ana mambo yake ya ajabu sana. Anasema zamani zile za ujinga nalijifanya kama sifanyi nini, kama sioni. Unaona, kuna wakati unaenda na Mungu anakuangalia, anasema hapa huyu bado hajaelewa, anaona tu sawa sawa. Lakini ukifika mahali ukaelewa, kutoka hapo mnabadilisha mambo yanabadilika. Nasema mambo yanabadilika. Nasema mambo yanabadilika. Kwa kuishi kinabii ni kuishi katika neno. Mzee wetu mmoja amefariki, anaitwa Andrea Shimba. Alikuwa mhubiri sana wa mikutano ya vijana. Huyu mzee alikuwa anatembea kiufunuo na kinabii. Wakati fulani alikuwa amesafiri, amefika nchi ya Kongo miaka ya nyuma kule.
Unajua vita vya Kongo ni vya miaka mingi sana. Mzee Shimba anaishi kwa neno na kiufunuo. Vita ikatokea, akaona haya ninayozungumza, kwa nini afe Kongo? Akawa anakimbia, sasa anarudi Tanzania, lakini kule kuna mito mingi, kuna mto Kiva, sio kuna mto gani, na sasa kuna watu wanavusha watu. Akafika kwenye mto, wanaovusha watu nao wamefanya nini? Wamekimbia. Sio hadithi. Mzee Shimba alikuwa anaishi kwenye neno na kiufunuo. Alipoangalia huku na huku na huku, anasikia huko mitutu ya bunduki inapiga, na pale hakuna mtu, hakuna mashua, wanaochukua mashua wamekimbia. Akasema, Mungu uliye hai, unayeishi na kutawala, uliwavusha Israeli kwenye bahari ya Shamu. Musa alipiga maji na bahari ya Shamu ikagawanyika na watu wakapita. Unaona neno lilivyo imara, unaona neno lilivyo hai. Akasema, Bwana nivushe upande wa pili niende Tanzania. Alipomaliza ile sala kufumbua macho, anaona mamba ameinua mgongo pembeni yake. Sasa unafanyaje? Unajua mamba na mwanadamu wakigusana ni nini? Ni kitoweo, si ndio? Lakini akaona mamba amekujaje wakati nimemaliza sala. Akajua huyu ni Mungu ameniletea nini? Ameniletea lift. Mzee kap akashusha miguu yake juu ya mamba, rap, nje ya safari, akatoka upande wa pili. Wapendwa, nazungumza jioni ya leo, Mungu hajabadilika. Nasema Mungu hajabadilika. Nasema miujiza yake haijabadilika. Mungu anatenda miujiza hata sasa. Ukiishi tu kwa neno la kiunabii, Mungu anatenda miujiza, hajabadilika. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. Nataka tunapoingia 2025 Bwana akutengeneze ubongo wako, akutengeneze ufahamu wako, ili utoke pale ulipo uanze kwa upya na Bwana kwa namna isiyo ya kawaida. Hebu simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Sema hivi, ninakung'uta mambo yote ya mwaka 2025. Kung'uta mambo ya mwaka 2025. Kung'uta vizuizi vya mwaka 2025. Amen. Asante sana. Keti sana. Yesu alisema hivi, mkiingia mji fulani na ule mji mkiingia mkahubiri watu wakawakataa, mnapoondoka kwenye ule mji hata na mavumbi ya ule mji msitembee nayo. Namwambia Mungu, sitaki kutembea na vumbi za 2025. Sitaki. Mimi najua tutaenda mbinguni, lakini sikiliza nikwambie, mbinguni hakuna kuku. Mbinguni maisha ya kule hakuna anayejua. Kule tutakwenda kushangaa tutakavyoona. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo inasema barabara zake ni za lami. No. Lami yake ni yakuti ya samawi. Hayo madini hayako Tanzania wala duniani popote. Hakiki, shekei, mafiokesti, madini ambayo haijawahi kujulikana kabisa duniani, ndio kwenye ile barabara. Na kama barabara ziko hivyo, sisi leo tunafurahia hii barabara ya lami tu, imewekwa tu mchanga, tunaifurahia. Kule mbinguni ni barabara za yakuti, yabisi, yani madini, vito vya ajabu sana ambavyo sasa siwezi kuelezea mambo ya mbinguni. Nataka kusema nini? Hatutakula kuku mbinguni. Kwa hiyo kama ni kuku ni hapa hapa duniani. Hujanielewa. Kama ni magari ni hapa hapa duniani. Shida, inawezekana kuna watu walitufundisha ukiwa na gari una anasa, unapenda anasa. Lile neno likatuharibu. Si unaona likaharibu ubongo wetu. Anasema hili neno ni imara. Sasa hili, kwa sababu neno ni imara, lazima tuangalie ule uimara wa neno. Linaweza likaletwa neno likakuharibu, lisikupeleke kule unakokwenda. Na kwa sababu muda wangu hautoshi sana, na sitaki nikuache utoke umechoka. Nataka saa 12:05 niwe nimemaliza. Kwa hiyo nitajaribu kuvuta kwa nguvu kidogo nikuonyeshe mambo. Hapa inatakiwa kujua neno la Mungu ni nini? Ni imara. Tuache hiyo pointi ya kwanza. Pointi ya pili, kuliangalia. Naona kuliangalia maana yake ni nini? Kulikazia macho. Unalikazia macho. Mungu amesema hivi, ndivyo Mungu alivyofanya nini? Alivyosema. Unaliangalia hili neno linasemaje na wewe unakuaje? Yaani msipishane na neno. Kama Mungu alisema hivi, basi unaliangalia ile neno, unalitolea macho kwamba hivi ndivyo Mungu alivyosema.
huyu mwandishi huyu Petro anasema hivi, tunalo lile neno la unabii lililo imara sana, tukiliangalia tukiliangalia, yaani unaliangalia mpaka unalikazia macho, unapata kitu fulani. Kuangalia maana yake ni kufikia mahali sio kusoma kwa lengo la kuelewa tu, au sio idadi ya mistari mingi. Hapana, maana ya kuliangalia neno ni kupata revelation, kupata ufunuo kwenye lile neno. Yaani unaliangalia neno mpaka linatoa ufunuo. Haleluya, haleluya. Unaangalia hili neno, ndivyo lilivyosema mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Anasema kuna watu wa Tesalonike, nadhani ni wa Tesalonike, watu wa Beloya. Anasema watu ambao walilipokea neno halafu wakaliangalia, wakalichunguza waone kama ndivyo lilivyo. Walipoliangalia, walipolichunguza, wakaona hivi ndivyo lilivyo. Kuanzia pale wakachukua hatua, wakatoka hatua ile ambayo walikuwa nayo. Kwa hiyo ndio maana ya kufanya nini? Ya kuliangalia. Kuliangalia ni kulitafakari, kurudia lile neno mpaka linakaa ndani ya moyo wako, linafundishwa kiusahihi, kulifanya liwe kiongozi wa maisha yako, kulichukua kama kigezo cha kweli. Yaani hilo neno la Mungu linakaa namna hiyo, unalichukua mpaka linakuongoza, linakuwa ndani yako. Ndio kuliangalia, sio kuangalia hivi unaangalia hili ndio yaani kuna hapo kuangalia, unavuka ufahamu, unaangalia mpaka unaelewa hichi kinachozungumzwa hapa ndani ni nini. Haleluya. Alienda towashi wa Kushi kwenda kuabudu Yerusalemu, na akaabudu Yerusalemu. Biblia inasema alipokuwa anarudi njiani alikuwa anasoma gombo la chuo, na eneo alilokuwa anasoma limeandikwa hivi: alichukuliwa kupelekwa machinjoni, na alikuwa kimya wakati anapelekwa kuchinjwa, hakufunua kinywa chochote. Na huyu mtu habari zake hakuna wa kumwelezea. Alipokuwa anasoma hayo maneno towashi wa Kushi haelewi. Wakati anasoma, Biblia inasema Bwana akamwambia Filipo, shikamana na hilo gari, yani ile gari la farasi, shikamana na hilo gari, kuna mtu kazungumze naye. Filipo akaenda akamwona, akamuuliza yule towashi, yamekuelewa haya unayoyasoma? Akasema, nitaelewaje kama hakuna mtu wa kufanya nini? Wa kunielekeza. Sasa hiyo ndio maana ya kuliangalia neno mpaka unaelewa kule ndani ya kule kwenye hili neno kuna kitu gani. Huyu anasoma tu alichukuliwa kama vile kondoo apelekwe machinjoni akakatwa. Labda tuangalie hapo, tuangalie alafu turudi mara moja. Matendo ya Mitume sura ile sura ya 8. Ngoja usiandike kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 9. Sura ya 9 ya Matendo ya Mitume mstari wa 27. Naye akaondoka akaenda, mara akamwona mtu wa Kushi towashi mwenye mamlaka chini ya Kandake, malkia wa Kushi, aliyekuwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Roho Mtakatifu akamwambia Filipo, sogelea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Basi Filipo akaenda mbio akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akanena, je, yamekuelewa hayo unayoyasoma? Akasema, ninawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwanakondoo alivyo kimya mbele yake amkatae manyoya, vivyo hivyo yeye naye hufunui kinywa chake. Katika kujidhiri kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeelezea kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba, nabii huyu anasema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Unaona, huyu towashi alikuwa anasoma, jamaa mtu wa fedha, waziri wa fedha wa Ethiopia, ametoka kwenda kuabudu Yerusalemu. Maandiko anayoyasoma hayaelewi, hana ufunuo katika yale maandiko, na kwa sababu haelewi anaendelea kusoma. Lakini ninachompenda, alikuwa mnyenyekevu kama ulivyo wewe. Wewe umenyenyekea. Najua leo Christmas box, si ndio? Ungekuwa jioni hii umealikwa mahali fulani, lakini ukasema hapana, acha niende nikasikilize neno la Mungu. Sio kwamba uelewe neno la Mungu, unahitaji mafunuo zaidi, unahitaji uelewe zaidi.
Na wengine wachungaji pia mlikuwa na semina zenu, ungeweza kusema acha tuendelee, lakini ukasema hapana, acha nikasikilize. Tunashirikishana. Huyu towashi anasoma haelewi, na ni msomi, waziri wa fedha, lakini haelewi anachokisoma. Mtu mmoja akaniambia habari ya Biblia, akasema bwana, umekosea bwana, Biblia inasema hivi, nyinyi mnafanya tofauti. Akasema unahitaji kuelewa. Kuna mahali Biblia inasema ni heri uingie mbinguni ukiwa na mguu mmoja kuliko kuingia na miguu mingapi? Miwili. Kama mguu mmoja unafanya nini? Unakukosesha. Ni heri kuingia mbinguni una jicho chongo, kama jicho lako linafanya nini? Linakukosesha, ufanya nini? Ling'oe. Sasa kama ni hivyo, tungekuwa na mambo ya ajabu na mabisibisi tunandoa. Unahitaji kuelewa hapa kuna nini kinaelezewa. Haleluya. Huyu bwana mnyenyekevu akatulia, akasikiliza. Biblia inasema towashi akamwanzia andiko lile lile, akamhubiri Kristo Yesu, mpaka yule jamaa akashiba, akaelewa kwamba ala, kumbe huyu ni Kristo, ndiye Masihi. Akashika pale nafasi yule bwana, akarudi akawa amemwamini Yesu Kristo. Maandiko yanasema hata walipoingia kwenye maji kubatizwa, hatuoni kama alibadilisha nguo nyingine, alishuka na nguo zake. Alipotoka, Biblia inasema akafurahi kwa kuwa amemjua Bwana katika maisha yake. Kuliangalia neno ni kulitazama, kuliangalia kwa undani sana. Mara nyingi nimekuwa nikiangalia, na sio kama ninasema nimefika zaidi, najaribu siku hadi siku, na kila mwaka unaposogea ninajaribu kuangalia neno la Mungu kwa namna tofauti, Unajua hili neno nalo limegoshiwa saa nyingine. Unajua sasa sisi wa Afrika saa nyingine ukijiangalia na ngozi yako hii unaona kama we haumo kwenye Biblia, lakini sisi tumo kwenye Biblia, kwa sababu ile mito minne ambayo ilikuwa imewekwa pale kwenye bustani ya Eden, kuna mto wa Frati, kuna mto wa Hedekili, alafu kuna mto mwingine, alafu kuna mto wa Kushi. Kushi ni Afrika. Kushi ni watu wenye rangi nyeusi. Kwa hiyo watu wenye rangi nyeusi walikuwa kwenye moyo wa Mungu hata kabla hawajaumbwa. Kuna watu wanafundisha, wanasema yule mtoto anaitwa Hamu, alipomwona baba yake alafu akawaambia ndugu zake, akaja wakacheka, basi akalaaniwa. Na kwa sababu Hamu naye alipita sehemu za Kushi, ikaonekana Kanani ikaonekana, basi Waafrika ndio wana hiyo laana. Alafu wanatafsiri wanasema kwa sababu alikuwa anaitwa Hamu, Waafrika sehemu kubwa sana hata maembe kabla hayajaiva wanakula mabichi. Unaona, yani wana hamu sana. Hiyo ikatuchanganya tukaanza kujisikia vibaya. Unaona na unasikia anachokuambia. Hata sinema zilipokuja, hata hizi tunazoziangalia kwenye TV, ukimwangalia malaika wote wale unaona ni weupe tu. Ukiona wanafunzi wa Yesu wote 12 ni weupe tu, na Yesu mwenyewe ni mweupe. Akitokea shetani ndio anafanania na rangi kama ya kwangu namna hii. Hii imetuharibu, imechafua dhamiri zetu, ikatufanya tuone hatupo katika mpango wa nani? Katika mpango wa Mungu. Nataka leo ukung'ute huo ufahamu, utoke na ufahamu mpya katika jina la Yesu Kristo. Utembee kwa namna isiyo ya kawaida. Sasa unapoliangalia neno ndio unapata mwangaza. Unaona kumbe sio hivi. Hii ni kitu kingine. Haleluya. Wakati Yesu amepigwa, ameteswa, damu zinachuruzika, zinamiminika, Biblia yangu inasema hivi: walipotazama watu watakaweza kumsaidia Yesu kubeba msalaba, wakaona hakuna mtu atakayeweza kumsaidia. Wakagundua mnyampala mmoja ametoka mashambani, anaitwa Simoni Mkirene, jamaa Mkushi, ndiye akabeba msalaba wa Yesu akaenda nao. Haleluya. Kama basi ni kutaka kuringa, kama ni kuringia rangi, basi unaweza kuringia rangi ya Uafrika. Come on. Haleluya. Unapigwa na mbu, kesho unaamka, unaenda mgodini kuvunja mawe, unaenda kwenye kibarua, unaenda kwenye daladala, unaendelea na shughuli zako. Huu mwili wetu wa Kiafrika ni mwili ambao ni original kutoka kiti cha enzi. Na kama umeambiwa habari ya Waafrika kwamba hawafai, sijui hawana habari. Yesu Kristo ukimbizi wake alikuwa mkimbizi kutoka wapi? Kutoka Yerusalemu, akakimbizwa Afrika. Misri ni Afrika. Akakaa miaka karibuni 10 pale akitunzwa. Kwa hiyo Afrika tuna uwezo, tuna nguvu, tunaweza kwenda mbele. Haleluya.
Nabii wa kwanza aliyeonana na Mungu uso kwa uso, aliyemsikia Mungu uso kwa uso anaitwa Musa. Musa pamoja na ujanja wote alipata msichana mzuri sana wa Afrika. Come on. Sijui unaelewa nachokizungumza. Paka Miriam na Haruni wakaanza kumteta. Nasema huyu amepataje ufunuo? Anaoa mwanamke wa Kiafrika. Ikabidi mzee ashuke kwamba Waafrika wako kwenye chati. Ninyi naweza nikasema na nyinyi kwa ndoto, lakini sio kumnenea mtumishi wangu Musa. Hii kitu aliyochukua ni sawa. Nataka nimalize dakika 5 hizo, nataka nimalize kabla sijasema hivyo. Nataka vizungumza vizuri kesho, lakini nataka nifungie hapa. Ukisoma habari za Esau na Yakobo, Biblia inasema hivi, kabla hawajazaliwa Mungu alikuwa anasema nimempenda Yakobo, nimemchukia nani? Esau. Lakini hii chuki inayozungumzwa sio ile chuki ya kibinadamu, kwa sababu Mungu hana chuki ya namna hiyo. Sijui unanielewa? Yaani sio ile chuki ya nini? Ya kibinadamu. Ni Mungu tu alitaka kufanya mambo yake. Tunajiuliza maswali. Kama Mungu ulimpenda Adamu na Hawa, kwa nini basi ukawawekea tunda pale? Kwa nini ukawawekea mtego? Yaani ni Mungu tu alikuwa hajaweka mtego, alitaka tu aone wajamaa wanaweza wakajisimamia kiasi gani. Ni hiyo tu, hakuna kitu kingine. Yaani sio kama Mungu aliwawekea mtego, alitoa jamani, hili kuleni matunda yote ila hapa msifanye nini? Msile mkagusa. Msiku mkila hakika mtafanya nini? Mtakufa. Au kuwa mtego. Ilikuwa tu Mungu awaone hawa jamaa wao watajipambanua vipi. Kwa bahati mbaya kweli wakala, lakini kwani ndio waliishiwa na Mungu? Hawakuishiwa pale. Mungu alikuwa na mpango endelevu. Nasema Mungu alikuwa na mpango endelevu. Kwa sababu kama angekuwa na mpango endelevu angewafuta kabisa. Biblia nasema Mungu mwenyewe akatengeneza ngozi, akatengeneza mavazi ya ngozi akawavalisha. Naona. Na baadaye Biblia nasema wakaanza kuliitia jina la nani? Jina la Bwana. Adamu ameishi miaka 920 na 30. Sijui unajua anachokizungumza. Miaka 930. Kama angekuwa amemchukia huyo angemwacha aishi namna hiyo? Hapana. Kuna vitu tu Mungu alikuwa anataka kutuonyesha ili tunaposoma sisi tuelewe. Hicho ninachotaka kumalizia kwenye hizo dakika 4, alafu kesho Mungu akinipa neema tutaendelea hivyo vipengele vingine vinavyofuata. Kama nyota ya asubuhi tutaangalia mpaka kutakapopambazuka. Unaliangalia neno mpaka kuna pambazuka. Si tunajua bwana yani kunakuwa mchana, kunakuwa nuru kabisa. Ala, kumbe hili neno liko namna hii. Nataka nimalizie kwa kipengele hicho. Wakazaliwa hawa vijana. Siku wanazaliwa Yakobo na Esau. Yule mama alikuwa mjamzito, akasikia shida sana, tumbo linaleta shida, akasikia tabu sana. Huyu mama akasema kama ni hivi maisha yanafaje? Akamuuliza Mungu kuishi kiufunuo. Mungu akamwambia umebeba mapacha wawili. Na hao jamaa ni mataifa mawili wanashindana tangu tumboni. Mkubwa atamtumikia nani? Mdogo. Kwa hiyo shughuli iko namna hiyo. Mama akachukua ile siri akakaa nayo kimya. Ukiishi kinabii hata wewe Mungu anaweza kukuambia mambo ya kwako. Aha. Sasa kumbe hivi vitoto kutumboni navyo vina habari. Siku ya kujifungua yule mama anajifungua mtoto wa kwanza atakayetoka sio anakuwa mkubwa. Maandiko yanasema Esau akafanya nini? Akatoka, lakini Yakobo akapeleka na yeye mkono wake kabla hajatoka huko ndani. Kamshika jamaa kwenye kisigino. Wale wazalishaji wakaona hii kitu imekakaje. Lakini wakasema hapana, tunamfunga kamba, huyu alikuwa na manyoya mengi, huyu ndio wa pili. Wakakuwa, nataka nifupishe tu story. Katika maisha yao ya kukua, kukaa kama kuna kamchezo fulani hivi. Kamchezo kalikuwa hivi, baba alikuwa anampenda Yakobo. No. Alikuwa anampenda Esau kwa sababu Esau alikuwa analeta nyama choma. Na mama alikuwa anampenda Yakobo kwa sababu anamsaidia kukata vitunguu. Huyu mke wangu huyu anampenda, siku hizi amebadilisha. Alikuwa anampenda Jofu. Sababu Jofu ndio alikuwa anamsaidia kukata vitunguu. Jofu ndio alikuwa anabaki na mama, na Jofu ndio alikuwa anatoa siri zote za nyumbani za wenzake wote. Pakapa na ukaupendeleo. Wakati wanaendelea, mzee Yakobo, mzee Isaka, macho yakaanza kupofuka, akawa haoni vizuri, kapoteza uono.
Unaona na alipopoteza ni Mungu tu alikuwa anafanya hicho kitu, nikwambie kwa taarifa yako. Akapoteza uono Isaka, akawa haoni sawa sawa. Akamwambia mke wake wakiwa chumbani, sasa nataka nibariki mtoto mmoja, na nitakaye mbariki ni nani? Ni mtoto wa kwanza anaitwa Esau. Akasema sawa. Akamwambia Esau, kaniletee nyama choma uje nikubariki. Na anajua maana ya kubarikiwa ni kitu gani. Unaona? Mama akaona hapa mchezo huu hautakaa sawa sawa. Kamwambia Yakobo, changamka. Mimi natengeneza chakula kizuri, nenda mpelekee baba yako afanye nini? Akubariki. Maana vinginevyo ndugu yako atachukua hiyo baraka. Yakobo akamwambia mama, unajua mimi sina manyoya kwenye mwili, unataka kuniletea matata na nani? Na baba. Hivi vitu sio hadithi jamani, mkikaa usoma hapa uangalie mpaka kupambazuke. Kuna kitu gani hapa? Hapa panazungumza kitu gani? Yule mama akamwambia Yakobo, akasema sasa basi kama ni hivyo sawa. Mama akachukua lami, akamweka lami, akachukua nywele nyingine akazibandika huko, akazibandika huku. Yakobo mikono yote hii ikawa na nywele. Akamwambia sasa nenda kwa baba yako. Yakobo akaenda kwa baba. Alipofika kwa baba akamtazama, akamuuliza hivi akasema baba, nimeleta chakula. Akasema mbona umewahi sana? Akasema ndio tayari chakula, na anasikia ile harufu ile tamu. Akasema wewe ni mwanangu Esau? Akasema ndio. Akasema njoo karibu. Yakobo akasogea karibu. Mzee akapitisha mikono ampapase. Alipopapasa mikono akaona ina manyoya. Akasema mwili ni wa nani? Wa Esau. Sasa nisikilize. Mungu alisema amemchukia nani? Esau. Lakini unasikia mzee Yakobo anabariki watu wangapi? Anabariki watu wangapi? Watu wawili. Anasema mwili ni wa Esau, lakini sauti ni ya Yakobo. Hebu naomba tusomee 11 wa Ibrania mstari wa 20. Tufungie hapo leo. Alafu kesho tutaendelea kuangalia sana neno la Mungu lilivyo imara. Alafu tuone mpaka kutakapo pambazuka nyota ya asubuhi itakapong'aa. Hebu tusome ule mstari wa 20. Hiyo ni kitabu cha Waibrania. Ndio. Soma Waibrania 11 mstari wa 20, au soma 12 mstari wa 17. Soma 12 mstari wa 17. Anza 16 na 17. 16 na 17. Waibrania 12:17. Maana 16:17. Waibrania 12 mstari wa 16 na 17, alafu tutarudi Waibrania 11 mstari wa 20. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka, alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi. Unaona? Hakuona nafasi ya kufanya nini? Ya kutubu, ijapokuwa aliitafuta sana. Kwa nini? Huyo ni mwandishi wa kitabu cha Waebrania. Kwa hiyo hapa anatuonyesha Esau hayupo kwenye mpango. Sino maana yake? Alitafuta sana kwa machozi hata hakupata nafasi. Soma mstari wa 10 na Waebrania 11 mstari wa 20. 11:20. Kwa imani Isaka akawabariki Yakobo na Esau. Kwa imani Isaka akawabariki Yakobo na nani? Na Esau. Hata katika habari ya mambo yatakayokuwa baadaye. Katika habari ya mambo yatakayokuwa wapi jamani? Unaona hapa mzee anasema mwili ni wa Esau, sauti ni ya nani? Wanabarikiwa watu wangapi hapa? Ni watu wawili wanabarikiwa. Tunaelewana hapa au tunapotezana jamani? Tunaelewana au tunapotezana? Hapa wanabarikiwa watu wangapi? Watu wawili. Ukisoma ile sura ya 26 tutasoma kesho, wakati Esau amekuja kwa baba yake. Alipofika kwa baba yake akasema, baba, nimekuja na chakula, naomba baba unibariki. Baba yake akamwambia, wewe ni nani? Akasema, ni mimi mwanao Esau. Akasema, hapana, mbona kuna mtu ameshakuja nimembariki? Akasema, ni nani huyo? Akasema, ni huyu Yakobo. Ndio maana aliitwa Yakobo, kwa sababu ya hila. Amechukua urithi wangu kwa chakula, na sasa amekuja kuchukua sehemu yangu hii. Baba. Esau akalia sana, imeandikwa hivyo, utaenda kusoma usiku huu. Akalia sana. Hakuishia hapa, kwa sababu baba,
nibariki na mimi. Musa akasema nimeshambariki tayari. Esau akaongeza akasema hakuna hata mbaraka mmoja uliofanya nini? Hakuna hata mbaraka mmoja uliofanya nini? Uliobakia. Unaona Sio mtu alikata tamaa. Kuna watu wanakukatisha tamaa. Kuna watu wanasema hiyo elimu ulionayo hutokei. Yesu anasema wanaokuja kwangu wanaingia na kutoka. Lazima utatokea mwaka huu. Nasema lazima utatokea. Lazima Mungu abadilishe maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani hiyo ni lazima. Tusichelewe, kwa sababu huko mbinguni tutakwenda kufika tumechoka, tutajilaumu sana. Kumbe ilikuwa ni haki yangu kule, tabia ilikuwa ni haki yako, ni uzembe wako mwenyewe. Lakini mbinguni utaingia. Ndio maana mwandishi anasema kule kuna wengine watang'aa kama nyota na wengine watang'aa kiasi fulani. Sasa hatutaki tusing'ae kiasi fulani. Tunataka wote tung'ae kama nyota zinavyong'aa. Yakobo, Esau akamwambia babake, hakuna mbaraka hata mmoja uliobakia. Mzee akasema sawa, nimekusikia mwanangu. Huyo ndugu yako nimembariki. Unasikia? Wewe utamtumikia, utakuwa mtumwa wake. Lakini taarifa ni hii, wewe baraka zinakuja kwako, ila wewe utaishi kwa nini? Kwa upanga. Mahali penye manono na umande wa mbinguni patakuwa pa kwako. Lakini sikiliza, sharti ni hili tu, utakapoponyoka uwe. Mwambie jirani yako, sasa tunajifunza maneno 2026 kuishi kiunabii na kiufunuo. Nigusie jirani yako, mwambie utakapoponyoka. Usipoponyoka utakandamizwa. Yaani utakapoponyoka, utakapoliangalia neno lililo imara kama taa ing'aayo gizani, nuru ya Kristo inamulikisha lile neno, linatawala ndani yako. Kama ni kumwabudu Bwana, ukija kanisani unakuja ukijua na kwenda nikakutane na Bwana, kama wale watu wa Bethsaida waliposema sisi tunataka kumwona Yesu. Yaani unakuja na mandhira ya namna hiyo. Mungu huyu hayuko mbali, lazima atashuka. Yakobo, Esau anaambiwa utakapoponyoka utalivunja lile kongwa. Hebu tusome huo mstari alafu tumalize. Nisikuache alafu ujui kwamba huo mstari uko wapi. Ila sijafafanua, tutafafanua kesho Mungu akitujalia. Tutafafanua kesho 25 pale Mwanzo 25. Soma mstari wa 38 mpaka mstari wa 40. Mwanzo 25. No. Mwanzo 27, samahani, 27. Hebu anza mstari wa 34, soma taratibu mpaka 40 tufungie hapo. Esau aliposikia maneno ya babaye, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Akamwambia babaye, nibariki na mimi nami babangu. Akasema, nduguyo amekuja kwa hila, akauchukua mbaraka wako. Akasema, je, hakuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amechukua mbaraka wangu. Akasema, je, hukuniwekea na mimi mbaraka? Isaka akajibu akamwambia Esau, tazama, nimemfanya awe bwana wako, na ndugu zake wote nimempa kuwa watumishi wake. Kwa nafaka na mvinyo nimemtegemeza, nami nikufanyie nini sasa mwanangu? Esau akamwambia babaye, una mbaraka mmoja tu babangu, unibariki mimi nami babangu. Esau akapaza sauti yake akalia. Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako. Penye manono ya nchi patakuwa makao yako. Penye manono ya nchi patakuwa makao yako. Na penye umande wa mbingu unaotoka juu. Tunapozungumzia habari ya umande wa mbingu tunajua ni Roho Mtakatifu. Na penye umande wa mbingu utokao wapi jamani? Utokao juu. Kwa upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Kwa hiyo unaona Yakobo,
Esau ilikuwa kazi ni kwake kuliangalia neno lililo imara, naona kama taa ing'arayo kwenye nini? Kwenye giza. Naona sasa, kama nyota ya asubuhi mpaka kutakapofanya nini? Kutakapopambazuka. Kwa hiyo Yakobo huyu akashika haya maneno, akaangalia, akaona kupambana na Esau nimeshapoteza mwelekeo. Nikisema nipambane na Esau nitakuwa nimefanya nini? Nimechelewa. Japo ukisoma mwishoni pale kama dhamira yake ilikuwa atamuua nani? Atamuua Yakobo. Na baadaye Yakobo akakimbia. Ili ujue Mungu ni wa ajabu, hata ile baraka aliyoitaka Yakobo kwa baba yake na mama yake alikimbia akiwa na fimbo mkononi. Maana yake aliacha ng'ombe, aliacha kila kitu cha mzee Isaka na cha babu yao nani? Ibrahimu. Akakimbia na fimbo. Nimeshawafundisha hapa. Mahali alipokimbia Yakobo ni kutoka hapa Tanga mpaka Singida. Nakumbuka wakati huo kulikuwa hakuna mabasi, hapakuwa na njia, ni kwenye makorongo. Kumbuka alikimbia kwa miguu, alikuwa na fimbo tu. Ilimchukua siku ngapi kutoka Tanga mpaka Singida? Umbali wake ndiko alikokuwepo baba yake Labani. Akaenda kule akamwacha Yakobo, akamwacha Esau nyumbani. Ukisoma baadaye Esau akaendelea na Yakobo kule akafanya nini? Akaendelea akazaa wale watoto 12 na wa kike, akatoka na mali nyingi sana kwa mzee nani? Kwa mzee Labani. Akawa anarudi nyumbani, lakini wakati anarudi nyumbani akakumbuka nilikosana na nani? Na Esau. Na Esau yuko wapi? Yuko nyumbani. Lazima mambo yatabadilika kule, hakutakuwa vile. Yakobo amebadilika sasa, kwa sababu ameshalitazama neno la Mungu, akagundua kumbe baraka na mali hazitoki kwa mwanadamu, zinatoka kwa Mungu aliye juu. Na tayari Mungu amenibariki, amenineemesha kiasi hichi, nina kila kitu. Kwa hiyo nikikutana na Esau ndugu yangu nitamuomba msamaha. Nitafanya nini? Nitamuomba msamaha. Yakobo akajipanga kwa namna hiyo. Alipokuwa anakwenda akiwa na makundi ya wanyama wanakwenda, tayari ameshabadilika. Unajua ukishabadilika, unabadilika kimtazamo, unabadilika kiusemi, unabadilika kimawazo, na Mungu anaingilia kati pamoja na wewe. Lazima ufikie mahali uwe unabadilika na Mungu atembee pamoja na wewe. Yakobo akajua cha kwanza ni kuomba msamaha. Akatuma watumishi wake wawili, akamwambia nendeni mkamwambie Yakobo, mwambie Esau, mwambie ndugu yako Esau anafanya nini? Anakuja. Unaona, maandiko yanasema wakati Esau anapewa taarifa, akachukua kundi la watu 400. Hivyo ni mtu wa kawaida, hicho si kijiji kizima jamani. Kange kule kwetu kule kunaitwaje kule? Mbugani, si kijiji kizima cha Mbugani hicho? Watu 400. Unafikiri mwanamume anayekuja na watu 400 ni mtu wa polepole huyo? Jamani, ni mtu wa polepole huyo. Ashavua kongo, ashaponyoka. Nataka mwaka huu 2026 ponyoka. Nasema uponyoke. Nataka kwenye huduma yako ponyoka. Ponyoka, huduma yako isiwe ya kawaida. Ponyoka. Umande utokao juu ushuke kwenye huduma yako. Haleluya, haleluya. Kwenye biashara yako ponyoka. Nasema kwenye biashara yako ponyoka. Kwenye nafasi yako ya kazi ponyoka. Hiyo nafasi Mungu hataki ukae miaka yote, anataka uponyoke uende mbele. Rabababa. Haleluya. Ponyoka, ponyoka, ponyoka. Kwenye afya yako ponyoka. Hata kufa mtu ataishi, ponyoka. Ondoa kongo. Ukiacha kongo ukatembea nalo utatokea. Kongo linakubana, unatembea na mzigo. Mungu anamwambia Esau, Isaka anamwambia Esau, utakapoponyoka utalivua kongwa. Nimekataa kuwa kwenye kongwa la mwanadamu, nimekataa kuwa kwenye kongwa la mtu. Nataka niunganishwe na Kristo, nataka niunganishwe na Kristo. Haleluya. Rabakasakabaria. Praise and worship. Tumwabudu Bwana, tumwabudu Bwana kwa siku ya kwanza. Tumwabudu Bwana kwa siku ya kwanza. Karibu ndugu Boaz, tafadhali tumwabudu Bwana kwa siku ya kwanza. Nisikie ndani ya moyo wako, unaponyoka, unaponyoka, unatoka kwenye kongwa, unavua kongwa. Usikubali kubebeshwa kongwa. Wewe sio wa kawaida. Umande ushukao, umande utokao juu miminike ndani yako, umande ushukao. Rabakasaka, rabababababa, ribashaka bababa, rabo sharabo. Yes, kama wewe Bwana.
Nani kama wewe Mungu wetu? Nani kama wewe? Kama wewe Bwana, nani kama wewe Bwana Mungu wetu? Nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Kama wewe Bwana, haleluya. Nani kama wewe Bwana Mungu wetu? Nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Kama wewe Bwana, kama wewe Bwana. Nani kama wewe Bwana Mungu wetu? Mungu wetu. Tena ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Kama wewe Bwana, kama wewe Bwana. Kama wewe, nani kama wewe? Kama wewe Mungu wetu. Ni nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Kama wewe Bwana. Kama wewe. Nani kama wewe? Haleluya. Mungu wetu. Tena ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Kama wewe. Kama wewe Bwana. Kama wewe. Nani kama wewe Bwana? Kama wewe Mungu wetu. Oh, tulize milima inatetemeka kwa nani kama siyo wewe Bwana Mungu wetu? Tulize bahari inamheshimu nani kama siyo wewe Mungu wetu? Wanyama wa kutisha wanamuabudu nani kama sio wewe Mungu wetu? Sasa ni nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Kama wewe Bwana. Kama wewe Bwana. Kama wewe Bwana Mungu wetu. Tena ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Oh, kama wewe. Kama wewe Bwana. Kama wewe. Nani kama wewe Bwana? Mungu wetu. Nyosha mikono, mwabudu kwa maneno yako. Haleluya, haleluya. Yo. Ni nani kama wewe Bwana? Ni nani kama wewe? Ni nani aliyepima maji kwa kozi ya mkono wake na kuzikadiri mbingu kwa shumili na kuipima milima ya dunia kwa mizani na vilima kama kwa mizani? Tazama, mataifa ni kama tone la maji katika ndoo mbele za Mungu. Ulinganishwa kama si kitu mbele zake. Lebanoni na misitu yote ya dunia haitoshi kwa kuni, na wanyama wake hawatoshi kwa kafara. Ni nani wa kulinganishwa na Mungu? Hakuna Mungu kama wewe. Nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Kama wewe. Kama wewe Bwana. Kama wewe. Kama wewe. Oh, kama wewe Mungu wetu. Tena ni nani kama wewe Mungu? Nani kama wewe Bwana? Kama wewe.
Tena ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Haleluya. Kama wewe Bwana. Haleluya. Nani kama wewe Bwana? Mungu wetu. Mungu wetu. Usiyeshindwa. Usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa Bwana. Usiyeshindwa. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, Usiyeshindwa. Wewe ni Mungu Ninaachilia kipawa cha nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yao. Ninaomba umande ushukayo kutoka juu umiminike kwa watu hawa, umiminike kwa wanaume hawa, umiminike kwa wanawake hawa, waishi kwa ufunuo, waishi kinabii. Ninasimama mbele za uso wako, wape neema ya kuvunja kongwa, ili watembee kwa utukufu, ili watembee kwa kibali, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, bariki huduma zao, bariki kazi zao, bariki biashara zao, bariki watoto wao, bariki mifugo yao, bariki kila wanachofanya kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nimeomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Amen. Nataka nikwambie, utakapoondoka hapa, unapoenda nyumbani, anza kutafakari kwamba 2026 nitaishi kwa ufunuo na kwa unabii, na Mungu akutimizie. Hiyo ndio hamu ya moyo wangu, na ninaona Bwana anataka kukuonyesha mpenyo. Hata kama kuna mahali palikuwa pagumu, Bwana anaenda kuachia. Wewe cha kufanya ni hiki: pokea hiyo baraka kutoka kwa Bwana, liangalie neno kama lilivyo, alafu vunja kongwa, kataa kongwa, kataa kongwa. Mungu alikuacha ili akutendee katika jina la Yesu Kristo. Kesho jioni tutafanya maombezi wenye mahitaji mbalimbali ambao wanahitaji. Kesho jioni, ibada ya kesho, semina ya kesho, kongamano la kesho, tutafanya maombezi.